Kwanza kabisa naomba nichukue fursa hii kuwapongeza kwa ushirikiano mlioutoa kwa serikali kwa kuonyesha mfano na kuunga mkono jitihada za serikali. Nimepata taarifa kwamba na nyinyi mlikuwa mstari wa mbele kuchangia nguvu kazi. Hongereni sana. Na mimi niendelee kumpongeza Daktari Samia Suluhu Hassan kwa jinsi anavyofanya na kutuletea miradi ambayo ni miradi mizuri. Amejenga vituo vya afya vingi vya kutosha, na leo hii tumeshuhudia kituo cha afya kata hii ya Dalai. Nikupongeze Mheshimiwa Diwani, umefikia sehemu umechaguliwa sehemu nzuri, umefikia kipindi kizuri, unapata na kituo cha afya. Hongera sana. Lakini niendelee kupongeza viongozi wa serikali kwa usimamizi mzuri wa ujenzi wa miradi mizuri yenye kiwango kizuri. Hongereni sana mkurugenzi, mmefanya kazi nzuri. Lakini upongeze na kamati ya siasa ya wilaya kwa kuendelea kukagua utekelezaji wa ilani na kuisimamia serikali. Na sisi leo kamati ya siasa tuko hapa kwa ajili ya kuja kukagua utekelezaji wa ilani, na leo hii tuko makundi matatu. Toka jana tumeanzia Kondoa, leo hii tuko Chemba, kuna wenzetu wengine walianzia Mpwapwa, leo wako Kongwa, na wengine walianzia Bahi, na wengine sasa leo hii wameendelea wilaya ya Chamwino. Kesho tutakwenda kumalizia wote pamoja, makundi yote pale Dodoma mjini. Kwa hiyo hii kazi tumeona tufanye kazi ya kugawana majukumu, tusiende wote tumefuatana eneo moja. Kwa hiyo niwapongezeni sana, na mimi niendelee kuwaomba viongozi wa chama tuendelee kukagua miradi. Hata ninyi kwenye kata mnapaswa na nyinyi mkague miradi ambayo iko katika kata zenu, kwa sababu tumepata taarifa kulikuwa kuna msongamano wa wanafunzi kata pale center pale kata mama shule mama. Kwa hiyo mkaangalia mkaona ni vizuri kuendelea kuomba ujenzi wa shule ya msingi ambayo itakawasaidia watoto wengine ambao wanatembea wengine umbali mrefu. Kwa hiyo mmefanya vizuri, na nimeona shule ya awali ile pale. Kwa hiyo watoto watasoma mazingira mazuri na ujenzi ni mzuri. Yaani hapa wanafikia hata kuja kupiga picha. Kitokea harusi, Mheshimiwa Diwani, waleteni waruhusu waje wapige picha hapa. Mazingira mazuri Kwa kweli tunamshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan. Ninapenda wapongeze nyinyi kwa usimamizi mzuri, kwa sababu mmesimamia vizuri. Singesimamia vizuri singekuta mazingira mazuri kama haya. Kwa hiyo niwaombe endeleeni kusimamia miradi mizuri, fedha hizi ziendane na miradi na thamani ya miradi. Lakini na mimi niendelee kuwaomba waheshimiwa madiwani, simamieni miradi kwenye maeneo yenu, kwa sababu nyinyi ndio tutawauliza. Leo hii mradi ukiwa mbaya, alafu diwani ukimuuliza anasema na mimi hata sijui, na mimi ndio nashangaa. Sasa wewe unashangaa nini wakati wewe ndio uko kwenye kata hii? Sasa mimi niombe tu na nyinyi mwe mnatembelea miradi. Sio siku miradi imekuwa mibaya, miradi ikiwa mizuri ya wote. Ikiwa mbaya wa mkurugenzi, kwa sababu wewe hujafika ODC. Kwa hiyo nyinyi mtakuwa hamuhusiki. Na nyinyi mtahusika kwa sababu uko kwenye kata hiyo au uko katika kata hii, lazima ushiriki katika mazingira yote ya usimamizi wa miradi. Mheshimiwa Mkurugenzi, tunakushukuru sana, tunakupongeza, tunaipongeza serikali kwa ujumla kwa sababu fedha hizi zimekuja zimefanya kazi nzuri. Lakini na mimi nipongeze kabisa kwa moyo wangu wa dhati kabisa wananchi kwa kujitoa kuja kushiriki na kuunga mkono jitihada za serikali. Na mimi nimefurahi sana kukuta kwenye maandishi hapa. Tulikuwa tunafanya ziara maeneo mengine, unaangalia kwenye taarifa mwananchi kajitolea, kaleta kokoto, lakini hatambuliki, haonekani. Nilifanya ziara tena ya utekelezaji wa ilani. Kwenda kwenye shule ile wanaita Chemba A. Chemba A nilikuta watoto wanakaa chini. Watoto wamebanana kweli, majengo ya zamani yamechakaa. Lakini tulitoa maelekezo kwa serikali. Sisi Chama cha Mapinduzi kazi yetu ni kusimamia na kutoa maelekezo kwa serikali. Kwa hiyo tulitoa maelekezo na imani kabisa na nyinyi mashahidi, maelekezo haya yamezaa matunda haya. Daktari Samia Suluhu Hassan alisikia
na akafanyaje? Akatekeleza. Alisikia kilio chenu na akatekeleza. Si ndio jamani wananchi? Sasa Daktari Samia Suluhu Hassan ameendelea kushusha huduma kwa wananchi kabisa, huko huko zimewafikia. Leo hii Chemba, kata ya Chemba ina shule nzuri ya kisasa ambayo zimeletwa fedha nyingi. Leo tumeona na jengo la mwalimu, nyumba ya mwalimu mkuu 2 in 1 ziko 2 pale. Kwa hiyo walimu wawili wataishi pale. Kwa hiyo hili ni jambo kubwa sana ambalo amelifanya Daktari Samia Suluhu Hassan. Kuendelea kuwasaidia watoto maeneo mazuri, sehemu nzuri, na maeneo haya ni mazuri mheshimiwa mkurugenzi. Tukapiga picha, ni sehemu nzuri. Umeona? Sisi tumesoma, tulikuwa hatukai kwenye madarasa kama haya. Mama Samia amefanya kazi kubwa. Jamani, mimi niseme tu, yaani marais wote wamefanya kazi, lakini Mama Samia Suluhu Hassan amefunga. Shule amejenga nzuri za kisasa, vituo vya afya amejenga, hospitali za wilaya amejenga, miundombinu ya barabara amejenga, umeme tumeletewa, maji tumepata, hata hapa shuleni kuna maji hapa. Kwa hiyo lazima tumshukuru Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo sasa hivi wanafunzi wanafurahia kuja shule, wanafurahia mazingira. Kwa kweli mimi naendelea kumshukuru Daktari Samia Suluhu Hassan kwa miradi mizuri ambayo analeta kwa wananchi, na kwa watoto wetu wanasoma mazingira mazuri. Hapa wanaongoza kufanya vizuri. Asante. Na wataendelea kuwa namba 1. Na nadhani mwalimu ichukue, yaani na watoto pia waendelee kuongoza. Kwa kweli hapa tunaendelea kupapenda na tunaendelea kuja kupatembelea, kushauri na kupaendeleza zaidi. Asante sana. Hapa wametumia mgawanyo wa lami yetu ile pale barabara kuu ambayo ni highway. Wanaosoma upande wa magharibi wanakuwa shule hii na upande wa mashariki wanakuwa shule ile, ambayo imeongeza usalama wa wanafunzi hata kuvuka barabara ile, sababu barabara ile ni highway na magari yamekuwa yakipita kwa spidi ya hali ya juu. Tunamshukuru sana Daktari Samia kwa kutuletea shule hii na Chemba. Sasa watoto wanasoma kama namna ambavyo unaona, mazingira ni mazuri sana. Tunakipongeza Chama cha Mapinduzi kusimamia fedha kwa weledi mkubwa, miundombinu mama umeboreshwa.